Awali ya yote kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunamtakia rehma na amani kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa leo tupo katika siku kubwa miongoni mwa masiku matukufu ambayo ndani yake kuna mengi yanayopatikana katika siku hii ya leo, lakini kutokana na umuhimu wa siku yenyewe na wingi wa mambo yaliyomo ndani ya siku hii ya leo, kwa ufupi sana, watu wengi wanatambua kwamba siku hii ina historia. Katika miongoni mwa historia ni kwamba kuna tukio kubwa la Nabii Allah Ibrahim kutaka kufanya jaribio la kumchinja mwanawe Ismail. Ili ndo tukio ambalo limetrendi katika muda huu, na kila watu watakaosema mara nyingi huwa wakalisema tukio hili kwa sababu ndo siku yake. Lakini mara nyingi mimi binafsi huwa napenda tuchukue nukta ambayo itakuwa ni sehemu ya mafundisho kwetu sisi. Ibrahim ilimjia ndoto, na ndoto yenyewe ameota anamchinja mwanawe Ismail. Na alipoamka akamfikishia ujumbe mwanawe Nabii Allah Ismail, akasema qala inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Alisema, ewe mwanangu, tena kwa lugha ya huruma, inni ara fil manami anni adbahuka, hakika mimi nimeota kwenye ndoto ya kwamba mimi nakuchinja wewe mwanangu. Fanzur madha tara, hebu tazama wewe, angalia wewe unaonaje ndoto hii, tuishughulikieje, katika mtindo upi? Maana ndoto imenijia mimi baba yako, nifanyeje? Msikilize mtoto alijibu maneno yafuatayo: qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha Allahu minas sabirin. Ambia baba, sikiliza, si jambo zito hilo, wewe fanya lile ambalo uliloamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambalo la kunichinja, na mimi sitokuwa na namna nyingine ila nitakuwa ni miongoni mwa wale wenye kuwa na subira kwenye hili. Nimelibeba kwa subira na uvumilivu, na niko tayari nione matekelezo yako juu ya hilo uliloliona. Haya maneno ukiyatazama simple sana, lakini ukiyafikiria ni maneno Nukta ya msingi ambayo mimi nataka leo tutoke nayo mimi na ninyi, ili tuingie katika mafundisho ambayo tutakwenda kuyatumia katika siku hii ya leo, ni kwamba mwanadamu katika mfumo wa maumbile yake ya kiungwana ni kiumbe mwenye kujiongeza, Hiyo ndio nukta ya msingi. Maumbile ya mwanadamu ya kiungwana ni kiumbe mwenye kujiongeza. Yani ukiambiwa neno kuna kitu ujiongeze, kwa sababu umepewa chombo kinachoitwa akili. Na ndio maana ukimtazama Nabii Allah Ismail alipofikishiwa tu ule ujumbe, alijiongeza huyu baba, lakini katika nafasi yake na cheo alichopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu ni mtume, ni nabii huyu. Kivyo vyote hii ndoto itakuwa si ndoto, itakuwa ni maamrisho. Yeye akayasema yale kwamba ya abati fa'al ma tu'maru, kile ulichoamrishwa kifanye. Baba alitoa tu simulizi kwamba nimeota kwenye ndoto mimi nakuchinja, lakini hakusema kwamba nimeamrishwa nikuchinje. Mtoto akajiongeza, hapana, hii itakuwa ni amri. Ndivyo hivyo itakuwa ni maumbile. Sikiliza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anawaelekeza watoto, yani mimi na mwingine ambaye bado ana wazazi wake, Mungu alielekeza, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma fala takul lahumā uffin wala tanharhumā
mpaka mwisho wa aya. Lakini nukta ya msingi kwamba Mwenyezi Mungu amehukumu sisi wazazi wetu tuwatendee wema tu, lakini katika makatazo mbele akakataza mambo mawili. Fala taqul lahuma uffin, ikifikia wakati mzee wako ashafikia katika rika la utu uzima, inawezekana akawa anaongea maneno ambayo anayajua mwenyewe, basi wewe usije ukathubutu ukasema angalau neno la kumguna tu kuonyesha kwamba umechukizwa na yale yanayoyasema. Fala taqul lahuma uffin, usije ukamguna ukawaguna wazazi wako, hata kusema ile nini sasa, usifanye hivyo. Lakini pia wala tanharhuma, na wala usiwakemee ukaonyesha kwamba una hasira kupita kiasi. Amekukera mzazi wako, unaanza hata kumshushia maneno yasiyokuwa na maana. Wewe nini bwana, uelewi, usikii? Mungu amekataza. Lakini suali la msingi linakuja, kwa kuwa mwanadamu ni kiumbe mwenye kujiongeza. Suali la msingi linakuja hivi: umekatazwa usiwagune, umekatazwa usiwakemee. Ikitokezea umeona kuna kero ya mzazi wako imekufika wewe, je, unaweza ukampiga vichwa? Je, unaweza ukamtia mibao? Je, unaweza ukamrusha mitama? Je, unaweza ukampiga ngumi? Kwa sababu hayo yote ya kumpiga hayakutajwa katika aya, kwamba hujakatazwa kumpiga baba yako, hujakatazwa kumpiga mama yako. Ndio aya ilivyokuja hivyo, kwamba mawili tu, usiwakemee usiwagune. Kwa kuwa mwanadamu ameumbwa katika mtindo kwamba maumbile yake ya kiungwana ni kiumbe mwenye kujiongeza, basi utapima, kwa nini nilikatazwa kuwaguna wazazi? Kwa nini nilikatazwa kuwakemea wazazi? Kwa sababu matukio haya yanakwenda kuleta maudhi kwa mzazi. Je, kumpiga, je, atafurahia au ataudhika zaidi? Ataudhika zaidi, basi kupia kumpiga nako afufai. Hapo unajiongeza sasa. Usiweza ukatafuta unasubiria aya ulete aya yake na hadithi yake ikukataze kwamba usimpige mzazi wako. Huwezi kuikuta aya hiyo, na haipo. Ndio maana mfumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati anazungumza na watu wenye akili, anajua kwamba nikisema hivi atajiongeza, ataelewa zaidi ya hivyo. Sasa basi, kwa ujumbe huo, leo maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutoke nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika, pendelea wapate watu kile ambacho wewe binafsi unapenda upate. Siku hii ya leo ndio ujumbe wa msingi. Siku hii ya leo, kama unapenda furaha wewe na familia yako, wapendelee jirani zako, wapendelee na wenzako wawe na furaha wao na familia zao. Siku hii ya leo usiwe wewe ni sehemu ya kero kwao.